Samani, wewe uko sawa kweli? Niko sawa. Hapana, mtu anayelia akiwa peke yake siku zote anakuwa hayuko sawa. Mimi niko sawa tu. Samani, naweza kukusaidia? Yaani ndo mara yangu ya kwanza mtu anajitokeza na kuniambia anisaidie. Mbona simu iko chini na imeharibika? Imeharibika kama maisha yangu yalivyoharibika. Naomba ukamate hii simu. Mimi jina langu naitwa Januari, almaarufu wananiita Jano. Sijui naweza nikakufahamu japo kwa udogo. Kwa nini ulikuwa unalia? Na uliwezaje kupata ujasiri wa kukaa eneo kama lile peke yako? Unajua, kuna siku moyo unachoka, na hapo akili pia inatamani ipate sehemu tulivu ili iweze kufikiri. Lakini wewe si mtu wa huzuni. Na wewe umejuaje kuwa mimi ni mtu wa furaha na huzuni hainifai? Nikitazama macho yako yanaonyesha kabisa wewe hujazaliwa kwa ajili ya huzuni. Umezaliwa kwa ajili ya furaha. Ila wewe kaka, una maneno mazuri. Nashukuru kusikia hivyo. Ila unaonekana wewe ni mtu ambaye ushatendwa sana eh? Samani. Unajua mwanzo mimi nilijifahamisha, lakini sijakufahamu wewe mwenzangu unaitwa nani. Kama utojali ni vyema zaidi nikakufahamu. Mimi naitwa Sekera. Oh, Sekera. Una jina zuri sana. Nashukuru kulifahamu. Asante. Jamani, mapenzi raha, hasa pale ukipenda nawe ukapenda. Ulomsusia moyo naye kakususia figo maini. Ulikuwa wapi Sekera? Nilikuwa barabarani dada, na nilikutana na rafiki. Sekera, acha kuwa na mazoea na watu. Binadamu sio wazuri. Au binadamu unaoona sasa hivi wazuri, ipo siku atakukosti mdogo wangu. Maisha sasa hivi yamebadilika sana. Binadamu sio wa kuamini tena. Kwani kosa langu nini hapo dada? Huwezi kuona faida ya haya maneno nayo kueleza. Ila siku yakikupata mambo ndipo utakapokuja kujua. Binadamu sasa hivi mdogo wangu ana roho za kinyama, wana roho za kishetani. Sekera, sihitaji urafiki na watu. Umenielewa?
Nimekuelewa. Sasa sikia, mimi saizi naenda ofisini kufungua. Naomba ukimaliza kazi zako huko uje ofisini, mimi nataka kutoka. Sawa. Fanya haraka. Jana mambo Poa, kwema. kwema? Karibu. Haya, Japo umechelewa. nilipata dharura mara moja, ndio maana nimechelewa kufika. Jana. Unaonekana leo ni mtu mwenye furaha sana kuzidi siku zote. Ya, ni kweli. Katika siku ambazo Mungu amenibariki kuwa na furaha ni leo. Na furaha hii inasababishwa nimekutana na mtu. Nahisi huyo mtu atakuwa mwanamke. Labda. Jana, angalia tu usije ukamuumiza moyo wake, maana sisi wanawake huwa tukimpenda mwanaume tunapenda mazima. Unachokizungumza ni kitu kizuri na ukweli uko hivyo, lakini huyu mwanamke ambaye nilipatika kukutana naye mimi aisee, yuko tofauti na wanawake wote ambao ninakutana nao mimi, na sijui nizungumze nini juu yake. Inaonekana huyu mwanamke ameuteka sana moyo wako. Ni kweli ameuteka moyo wangu na mimi pia nimeuteka moyo wake. Kiufupi tumetekana. Sawa, hebu tuachane na hayo. Niambie, kilicho kufanya uniite leo ni kitu gani? Jana tufanye tu ya mazungumzo, tutazungumza siku nyingine, maana nahisi saa hizi muda sio rafiki tena. Nataka niende nyumbani nikapike. Sawa. Haya, hamna shida. Kwa hiyo Sekela. Be. Hapa kumbe ndo ofisini kwako? Ndo hapa. Karibu. Asante sana. Nikupe hongera. Asante. Haya. Mimi bwana nataka nyanya za shilingi 2,000 na tabasamu. Tabasamu ni bure lakini. Oh, tabasamu bure? Sawa, basi nipatie nyanya za shilingi 2,000 na hilo tabasamu la bure. Sawa, usijali. Nifungie. Wajanu. Kaka. Njoo mara moja ndugu yangu. Samani, naomba nikazungumze naye kidogo. Sawa. Hivi kaka, unamjua yule demu?
Namjua na sio kumjua tu, isitoshe zaidi nampenda sana yule mwanamke. Acha ujinga kaka, mapenzi yanahitaji moyo tu, tumia akili. Unamaanisha nini kuzungumza hivyo? Unajua, labda nikwambie kitu kimoja ambacho kijui. Kwa ninavyomuona kabisa yule demu itakuwa na siri kubwa sana. Wewe hebu niheshimu na mimi nikuheshimu, sawa? Unapataje ujasiri wa kumsema mwanamke ambaye umjui akujui? Atakuwa na siri gani yule? Yaani unanikata kabisa kwa ajili ya mwanamke. Leo ndo nakuja kujua nguvu ya mwanamke ipo wapi. Yaani haiwezekani kaka, mimi nakuelekeza maisha ya kweli, wewe unanikata kabisa kwa ajili ya kile mwanamke. Demu gani yule? Wewe tena nisikilize. Naomba iwe mwanzo na mwisho hiyo kauli kuizungumza. Na usipende kuingilia mapenzi ambayo wewe huyajui. Asapo nimejua. Inaelekea uko anatafuta sababu tu. Kwa sababu mwanamke ndio maana tunakataana, si ndio hivyo? Sasa nimeanza kugundua. Wewe yule mwanamke utakuwa unamhitaji kimapenzi. Kurupu tu unaanza kuongea maneno hayo. Yaani mimi nimtake yule demu. Blaza, nilichogundua kwamba ukubwa wa pua sio wingi wa makamasi. Chevu. Shoga yangu, usitake kuniambia unataka uwairishe kumwambia huyo mwanaume hisia zako, kwa sababu tu kakwambia anataka aanze mahusiano na mwanamke mwingine. Shadia, inaonekana yule mwanaume ametekwa sana na yule mwanamke. Sidhani kama hichi ninachotaka kumwambia anaweza kunisikiliza. Sawa shoga yangu, lakini kakwambia yupo naye kwenye mahusiano au ndo anataka waanzishe mahusiano? Ndio, anataka waanze mahusiano. Yaani kumbe wanataka waanzishe mahusiano. Wewe hata kumwambia hujamwambia hisia zako. Kisa tu kakwambia wewe kuhusu mwanamke. Alafu unataka uwairishe. Shoga yangu, mfuate, mueleze hisia zako. Alafu sikia nakwambia, kila mmoja ana nafasi yake. Wewe ana nafasi yake na wewe una nafasi yako. Ushanielewa? Mwambie. Alafu ujue anakupa jibu gani. Alafu wewe ni mwanamke mzuri sana. Uliingia uzuri wako, uliingia hilo shepu lako, unashindwa kumshawishi mwanaume akakuelewa, mtoto wa kike. Wewe unakata tu mapema kisa kukwambia na masono. Wewe kuwa makini. Shadia, maneno unayazungumza wewe, sidhani kama anaweza kunipa nafasi ya kukaa na kumweleza kitu kinachonisibu. Sijakataa, umemwambia akakujibu chochote? Sidhani kama itawezekana. Sikia nikwambie shoga yangu, ukishindwa wewe kumwambia, mimi nitamfuata, nitamwambia kuhusu hisia zako kama unampenda. Alafu jibu atakalonipa nitakuletea. Na ikishindikanika, akikataa, nitakupeleka kwa mganga. Mwanaume yule lazima hawe wa kwako shoga yangu. Siku hizi hakuna cha peke yako. Cha peke yako kaburi. Na kaburi lenyewe sasa linaweza likachimbwa, ukakuta mifupa ya mtu ikasogezwa pembeni na wewe ukazikwa. Kwa hiyo binti yangu, kwa sasa hakuna cha peke yako. Niachie mimi. Endapo kama itakuwa hivyo, nitafurahi sana. Maana naumia kiasi kikubwa sana. Imeisha hiyo, umeshafika kwa Govinda hapa, kila kitu kitakuwa sawa. 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 Kuna lingine? Hapana. Kuwa na amani shoga. Nitafurahi sana. Kuwa na amani. Pole sana. Asante. Najua umechoka kwa sababu ni mgeni ukupajua huku. Amna, hata sijachoka sana.
Sekela, hapa mimi ndo nyumbani na vile vile naishi mwenyewe. Kwa hiyo jisikie kama uko nyumbani kwako. Sawa, nafurahi kupajua nyumbani kwako unapoishi. Ila hapa mimi nimepanga. Unajua Sekela, wewe ni mwanamke mzuri sana. Na kuna muda mpaka najiuliza kwa nini Mwenyezi Mungu hajatufahamisha mapema mimi na wewe. Na kuna muda vile vile nasema Mungu kila kitu anakipanga kwa sababu yake. Mimi na wewe kujuana ukubwani vile vile si makosa, na imani Mungu kuna sababu alipanga ni hii ya mimi na wewe kufahamiana. Sawa, nafurahi kusikia hivyo. Ila mimi naomba niwahi kwanza nyumbani. Sawa, hamna shida. Aya, bye. Ila samani, unajua Sekela, mimi na wewe tumefahamiana kwa muda mchache sana, na kuna vitu vingi tumezungumza, lakini tangu nikufahamu najikuta kadri ya siku natamani kuzungumza na wewe na hata kukaa na wewe karibu kila wakati. Mimi nilikuwa nakuomba, unajua mimi na wewe tayari mioyo yetu ishakuwa ni mamoja, cha kwako cha kwangu na cha kwangu cha kwako. Nilikuwa nakuomba uingie ndani niweze kupata hata baraka kidogo, kwa sababu unajua kila mtu ana riziki yake na kila mtu ana bahati yake. Unapoingia ndani hata kunywa maji kidogo unaniletea baraka kwenye chumba changu. Kuhusu kuingia ndani siku nyingine, sio kwa leo. Sawa, uko sahihi. Najua muda wako ni mchache, lakini mimi nakuomba niahidi kitu. Nakuahidi ukinipatia hizo dakika 5 sitofanya kitu chochote kibaya cha kuuzi moyo wako. Dakika 5 tu. Kweli? Ndiyo. Aya, sawa. Karibu sana. Asante. Ndo hivyo mwanangu Marume. Unajua maisha yako yule demu ananichanganya kinoma. Yaani nashindwa sijui nimuelewe vipi. Kutokana yaani kodi zake anapenda kukaa peke yake. Yaani apende kuungana na watu hivi. Sio mwanaume, sio mwanamke. Yaani mimi hata simuelewi, nashindwa kabisa cha kumuelewa. Na kubwa zaidi anatoka na brother Jano. Kwa sababu mimi Jano nilimkuta naye. Nikamuita nikamuuliza, "Brother, inakuaje? Udemu unamjua?" Anakwambia sio kumjua tu. Mimi nina mahusiano naye. Yaani Pendo aliponichosha. Sema nini mwanangu? Wewe udemu ujue mimi ninavyomuona yule kama kana mchawi yule. Kwa sababu juzi nimekutana naye. Kanigonga hivi. Kanigonga afa ananiangalia, ananilembulia. Huyu vipi? Yule anaonekana mchawi yule. Hiyo pointi yako mimi naichukua. Inawezekana ikawa kweli, maana nasikia kwamba wenye kawaida za kichawi hao wanga wanapenda sana kujitenga peke yao. Afikiri mchawi kae na wewe anapiga story za nini? Sasa siku anakuja kukuangia. Kweli. Hapo nimepata kitu. Sasa tunamsaidiaje brother kama hivi? Hapo bana mtu kumsaidia hapo. Ni mtu angalie mwenendo wake utafika vipi. Mbele huko tutajua tutamsaidia vipi. Maana sasa hivi hatuwezi kuchukua jukumu la kumsaidia afa tujajua mbele anakuwa vipi. Au sio? Kweli. Sema nini? Wewe utakapokutana naye mwambie. Ili baadaye ule msemo unaosema kwamba asifunzwe na mamae, anafunzwa na ulimwengu. Umfunze. Na ule ulimwengu utamfunza kweli. Yule sikambishi. Wewe simwambie. Mimi nimemuelekeza vizuri tu.
Wewe mwache, ulimwengu utamfunza. Tuachane na hayo, hivi tunamtupa bichi maisha yako wewe. Vipi kuhusu ile issue ya mchanga mwanangu? Ile malezi? Issue ya mchanga bado mwanangu. Sasa wewe mwanangu unanikimbia kimbia issue zenyewe na piga peke yangu. Hamna, unajua mambo mengi. Sasa leo tunatoka lakini. Leo mapema tu. Alidi mimi nitakucheki mwanangu. Ingia jukwani. Au vipi? Bila kuchoka. Baridi mwanangu kaka. Sema noma sana. Sekela, mimi naomba radhi kwa hiki kitendo kilichoweza kutokea humu ndani. Mimi sikutaka iwe hivi. Ni ibilisi tu alinipitia, na mimi nikakubali kuongozana naye. Mimi naomba unisamehe, na kama unavyojua tena, mimi ni kijana na isitoshe zaidi siwezi kuficha hisia zangu kwa mtu ninayempenda. Jamani, mapenzi raha, hasa pale ukipenda nawe